Hallelujah. Watu wa sawa. Hiyo siku inakuja kama na ni siku kama kawaida. Asubuhi ukiamka tena jua itawaka na usiku hiyo siku ni kama kurudi kwa Masihi. Hallelujah. Hallelujah. Inabidi tujiandae kwa kila wakati. Kwa sababu hatujui saa wala siku ambaye mwana wa kondoo atarudi. Na kitabu cha Petro wa pili akasema mstari wa 3 inaongea kuhusu hata nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuhusu nyakati kama hizi. Nyakati hizi za mwisho. Nyakati za mwisho. Hallelujah. Iko kwa hiyo kitabu siwezi soma kwa sababu ya wakati. Inasema wakati watu wanaishi sana. Umesikia kitambo wakisema Yesu anarudi. Hallelujah. Na wazee watu wanakufa wanapanda lakini wacha niwaambie watu Yesu anavumilia. Anavumilia sana kwa sababu alisema hata mmoja asiangamie. Hallelujah. Anavumilia kwa sababu ya wenye dhambi. Wapate kuokoka. Na kumkimbilia Yesu Kristo. Ndio maana hiyo siku wapate kuingia. Sasa tumekuja siku hii kusafisha mikono yetu. Tuambie nyinyi kuhusu kurudi kwa Masihi. Hiyo siku ya kurudi kwa Masihi itakuwa ya maana sana. Hallelujah. Kwa sababu hiyo siku kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 20 mlango wa 20 nasema ya kwamba hii dunia tuko saa hii itaharibika. Hata kazi ambazo tunaifanya kwa hii dunia, hiyo kazi yote itakuwa bure. Kama umepanda chai hapo, kama umenunua gari hapo, labda umejenga nyumba, hata nyumba ya ghorofa, hiyo siku itakuwa bure yote. Wakati tunapoendelea kufanya kazi, tuandae mioyo kwa dhambi zote. Kitu ambacho haitalishi mbele za Bwana. Usharati, tutoke nayo. Hata pombe tutoke nayo. Hiyo yote haiwezi ikatusaidia tuingie katika ufalme wa Mungu. Inabidi tutembee katika utakatifu na ukweli. Tupate kuingia katika ufalme wa mbinguni.